Tukirudi, serikali za ugatuzi ni nzuri kweli, lakini zinatuumiza kwa sababu mishahara imekuwa double. Tunalipa serikali ya county, tunalipa serikali kuu. Yani kule kuna waziri wa kilimo, huku na kuna waziri wa kilimo. Haya, tukirudi upande wa wabunge pia nao kuna hawa wabunge ambao wana wenzi wao wanaitwa unlimited MP. Ni wa nini? Hawa watu ndio wanatuumiza, maanake wanachukua mishahara ya bure. Kila mahali kuna protest every time. So hii fidia itakuwa inapewa watu kila wakati ama ni wale Gen Z wa 2024? Hatuwezi kutengeneza sheria ya fidia kwa wakati moja. Kama ni fidia basi wale hata leo kuna wengine wameumishwa mahali kuna mikutano kwa sababu siasa imeanza. Kuna hii issue ya kwamba kijana umesikia kuna nafasi ya kazi, unafanya application, lakini the moment karatasi zako zikifika pale zinaangaliwa, unaangaliwa wewe kama ni haukupigia kura kiongozi fulani, basi karatasi yako inatupiliwa mbali, inaekwa kando. Katika agenda ile ya pili ya inclusivity kwamba kila mtu awekwe ndani, itabidi tuongeze tena umuhimu wa kwamba vijana lazima waekwe katika nafasi ya kazi. Wasipopata nafasi ya kazi inawatuma katika mambo mengine ambayo hayasaidii sana katika maisha yetu. Ni kwamba ripoti itaandikwa kuhusu kupigana na ufisadi, lakini kwamba ufisadi upiganwe kwa njia ambayo inaleta manufaa ya kuboresha maisha ya wananchi hapa Kwale na nchini kote.